Bwana, tukizitazama baadhi ya tetesi za usajili kuelekea dirisha kubwa la usajili ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, kuna tetesi mbalimbali ambazo zimekuwa zikizungumzwa mitandaoni kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakitajwa pengine huenda wakawa sehemu ya klabu ya Yanga kwenye dirisha kubwa la usajili. Tumeshakwisha kuziona tetesi za baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kuondoka, ikiwemo Stefano Azizi Ki, lakini pia Kennedy Msonda, Khalid Aucho, Yao Kwasi, Clement Mzize na wengine wengi. Sasa nikupitishe kwa baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa pia ndani ya klabu ya Yanga kwamba huenda wakawa sehemu ya kikosi hicho cha wananchi. Unaambiwa Yanga wameingilia kati kwa Ibrahim Keita. Mwanzo Ibrahim Keita alihitajika na Singida Black Stars, sasa Yanga rasmi wameingilia dili hili. Mlinzi wa kulia wa TP Mazembe kutoka Mauritania yupo kwenye rada za Yanga Afrika. Keita kamaliza mkataba na TP Mazembe na bado TP wanamhitaji sana Keita. Kwa taarifa za chini Kongo, Keita hayupo tayari kusalia klabuni hapo. Keita ni moja kati ya walinzi bora wa kulia, kwa quality yake inatosha kuja kuziba pengo la Yao Atola Kwasi ambaye ameendelea kuzungumzwa kwamba huenda akawa sehemu ya wachezaji ambao hawatakuwa ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga. Sasa ukiachana na Keita, bwana, Faisal Salum Feitoto ni moja kati ya majina ambayo yameendelea kuzungumzwa pia, na hayazungumzwi kwa upande wa klabu ya Yanga tu, bali pia anazungumzwa kwa upande pia wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wana tetesi zinazungumza kwamba tayari Yanga wamemalizana na Faisal Salum Feitoto, na kinachosubiriwa ni utambulisho wa Faisal ndani ya klabu ya Yanga, na inasemekana kwamba Faisal Salum Feitoto huenda akatambulishwa siku ya Mwananchi. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambazo pia zipo kuhusiana na Faisal Salum Feitoto, moja kati ya viungo bora hapa nchini. Amewahi kupita ndani ya klabu ya Yanga kwa mafanikio makubwa sana, lakini pia amechezea klabu ya Azam. Licha ya kutokufanya vizuri, lakini bado kiwango chake kimeendelea kuwa bora zaidi akiwa ndani ya klabu ya Azam FC. Ukiachana na taarifa za Faisal kutua ndani ya klabu hiyo ya Yanga, bwana, Jonathan Soa ni moja kati ya wachezaji pia ambao wameendelea kuzungumzwa kwamba ni usajili mwingine kwenye dirisha kubwa la usajili ndani ya klabu ya Yanga. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikimhusisha Jonathan Soa ni ile kauli yake pia alipozungumza kwamba Yanga ni nyumbani, na ile picha ambayo alionekana ikiwa na Engineer Hersi Said kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo Yanga iliibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja wa KMC Complex, na Jonathan Soa akiwa moja kati ya wafungaji wa goli moja lililofungwa na Singida Black Stars. Sasa Jonathan Soa ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga. Lakini ukiachana na Yanga, Al Hilal pia wako tayari kutoa kiasi kikubwa cha pesa ili kuvipiku vilabu vya Yanga na Kaizer Chiefs kwa Soa. Mshambuliaji huyo mwenye goli 11 za NBC alisaini mkataba wa miaka 2.5 na Singida, hivyo mwishoni mwa msimu huu atabakiza mkataba wa miaka miwili. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani pia ambavyo Yanga wanaendelea kuhusishwa na Jonathan Soa. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa ukiachana na Jonathan Soa pia Atul Bada, moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kufanya vizuri sana ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Bana, unaambiwa kama mambo yatakwenda vile ambavyo inazungumzwa kwa sasa, ni wazi kuna nyota kiungo mshambuliaji wa Singida Black Stars Josephat Atul Bada mwenye umri wa miaka 22 atatua Jangwani msimu ujao. Mbali na Bada, pia mshambuliaji wa Singida Black Stars kama ambavyo nimekujuza, Jonathan Soa naye yupo kwenye rada za mabingwa hawa tetezi. Bwana, vyanzo vinazungumza kwamba ni kweli mazungumzo ya kunasa saini ya kiungo huyo yameanza na yako katika hatua nzuri, na nafikiri kama mambo yataenda sawa atakuwa sehemu ya kikosi chetu msimu ujao kama mchezaji wa ndani baada ya kubadili raia, alisema mtoa taarifa huyo, na kuongeza kuwa tumezingatia mambo mengi kutamani kuwa na mchezaji huyo. Ni mmoja wa wachezaji walioonyesha uwezo mkubwa kwenye ligi yetu. Pia tunaamini
anaweza kuongeza nguvu kwenye kikosi chetu kutokana na aina yake ya uchezaji, alisema mtoa taarifa. Baada anamudu kucheza namba 8 na 10. Kutoa kwake ndani ya kikosi cha Yanga itakuwa ni sehemu ya kuwa mbadala wa Stefan Aziz Ki ambaye anatajwa kuondoka mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo ni taarifa nyingine pia ndani ya klabu ya Yanga, matetesi zinazomhusu Tulbada ambaye anatajwa huenda akajiunga na klabu ya Yanga. Bana, taarifa ni nyingi kuhusiana na tetesi ambazo zimeendelea kuhusu baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa kutua ndani ya klabu ya Yanga, na tutaendelea kukujuza pia kuhusiana na baadhi ya tetesi ambazo tutakuwa tukizipata. Kwa hiyo kwa sasa tuishi na tetesi hizo ambazo tumeona zimeendelea kuzungumzwa sana mitandaoni kuhusiana na hao wachezaji Atul Bada, lakini pia Faisal Salum Feitoto, Jonathan Soa na wengine wengi ambao wameendelea kutajwa, na tutaendelea pia kukujuza baadhi ya tetesi ambazo zimeendelea pia kuwagusa baadhi ya wachezaji ambao inatajwa kwamba huenda wakatoa ndani ya klabu ya Yanga. Akina Ofen Chikola pia kutoka ndani ya klabu ya Tabora United ni moja pia kati ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia Kelvin Nation, mchezaji kiungo ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Singida Black Stars, baada ya kuhusishwa sana kwenye dirisha dogo la usajili pamoja na mwenzake mchezaji ambaye aliyekuwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na huyu si mwingine ni Patrick Israel Mwenda, na baadaye Mwenda ndio akafanikiwa kujiunga ndani ya klabu ya Yanga na akaachwa Kevin Nation bana kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Kevin Nation pia bado ni moja kati ya jina ambalo limeendelea kuzungumzwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga kwenye dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo majina ni mengi ya baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa. Kwa hiyo kubwa zaidi tuishi kwenye tetesi kwanza, wakati wa dirisha kubwa litakapofunguliwa basi tutazifahamu mbivu na mbichi, ni nani na nani ambaye pengine anakwenda kutoa ndani ya kikosi hicho cha wananchi. Tunafahamu kwamba mara baada ya kutolewa kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika bana, tumeona baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga wakiweka nguvu kubwa kwenye michuano ya kimataifa ijayo, ambapo mpaka sasa tayari Yanga ameshakwisha kujihakikishia tiketi ya kushiriki klabu bingwa barani Afrika baada ya kufikisha pointi ambazo hakuna timu nyingine inayoweza kashika nafasi ya pili kwa pointi ambazo Yanga yuko nazo. Kwa hiyo Yanga hata kama hatachukua ubingwa, akachukua pengine Simba, bado Yanga atapata tiketi ya kuweza kushiriki klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo matumaini makubwa na nguvu kubwa imewekwa ili kuweza kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa ya klabu bingwa barani Afrika, na ndio maana unaweza kuona tetesi nyingi za usajili zimeendelea kuwahusisha mastaa wakubwa, wachezaji wakubwa ambao wanafanya vizuri kwenye ligi yetu ya Tanzania, lakini pia wanaofanya vizuri kwenye ligi za nchi nyingine kama Keita ambaye anahusishwa, ambaye anakipiga ndani ya klabu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.